Kutokana na mvutano unaozidi kuongezeka katika vita vya kibiashara kati ya Marekani na Uchina, Rais wa Marekani anasema kwamba lazima afanye mawasiliano na Rais wa China Bwana Xi Jinping. Rais huyo wa Marekani anaripotiwa kupendekezwa na mawasiliano siokuwa ya moja kwa moja ya kidiplomasia na Uchina kuhusu biashara. Trump anataka mazungumzo hayo ili ayafanye yeye na Rais Xi Jinping wa nchini China. Lakini hali inavyozidi kuendelea na mivutano baina yao, ambapo China imetangaza kwamba taifa lolote ambalo litashirikiana na Marekani katika kuihujumu China basi haitapata ushirika wa karibu na Uchina, na bila shaka China itafanya maamuzi magumu juu ya mataifa hayo. Rais wa Marekani Donald Trump amelitazama hili na amezima karibu kila njia ya mawasiliano ya kidiplomasia na China, lakini wakati huu amelegeza kamba na kwamba mpango ni kuzungumza na Xi Jinping akilenga kutatua mzozo wake pamoja na Uchina. Hata hivyo, alifunga kamba za kidiplomasia kwa maana hakutaka kuwasiliana, na mpango wake ilikuwa ni kuikabili China moja kwa moja, huku vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili makubwa vikizidi kuongezeka kila kukicha. Kuongezeka kwa majukumu kati ya Marekani na China ni sehemu ya kampeni pana ya ushuru ya Marekani dhidi ya nchi zaidi ya 90 inayosemekana kuwa na lengo la kushughulikia kukosekana kwa usawa wa kibiashara. Wakati Trump amesitisha kupanda kwa nchi nyingi kwa siku 90, Beijing ilitengwa na ikakabiliwa na ushuru wa asilimia 145. China ikalipiza kisasi kutoza ushuru wa asilimia 125 na kuzuia baadhi ya bidhaa muhimu zinazouzwa nje. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo hasa wa kiuchumi wanasema kwamba kupandishwa kwa bidhaa hadi asilimia zaidi ya 100 ni kile kinachoonekana kwamba hakuna mpango wa kufanya mauzo ya biashara hizo katika mataifa hayo mawili. Rais wa Marekani anasisitiza kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na Xi Jinping na amezuia njia nyingine za kidiplomasia. Shirika la habari la Politico limeandika siku ya Jumamosi likitoa mifano ya maafisa wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na afisa wa sekta hiyo. Trump hajaidhinisha wajumbe wa ikulu ya White House kufanya mazungumzo na Beijing. Chombo hicho kilitaja vyanzo vyake kusema aidha baraza la Senate halijathibitisha balozi wa Marekani nchini China, na Trump hajateua afisa wa kuongoza juhudi za kidiplomasia, na Washington hadi sasa haijafikia ubalozi wa China, Politico imeripoti. Njia za nyuma hazifanyi kazi kwa sababu Rais Trump hataki zifanye. Ryan Haas, mkurugenzi wa zamani wa China, Taiwan na Mongolia katika Baraza la Usalama la Kitaifa wakati utawala wa Obama, aliambia Politico. Trump anataka kushughulikia moja kwa moja na Rais Xi Jinping kwa njia sawa na Rais wa Urusi Vladimir Putin, alisema kiongozi huyo. Washington inasubiri Beijing kufikia na kupiga simu kwanza, CNN iliandika mapema mwezi huu ikitoa mfano wa maafisa ambao hawakuelezwa. China imezionya nchi kutoungana na Marekani katika masuala ya kibiashara, lakini pia China inataka kufanya makubaliano ambayo hawajui jinsi ya kuyashughulikia. Trump alisema kwamba China ni watu ambao wana viburi sana. Zaidi ya hayo, Washington inakusudia kutumia mazungumzo juu ya msamaha unaowezekana wa ushuru kushinikiza washirika wa biashara wa Amerika kupunguza uhusiano wao na Uchina na kuongeza shinikizo kwa Beijing. Hii ni kwa mujibu wa jarida la The Street Journal ambalo limeripoti wiki iliyopita, lakini vyanzo ambavyo pia havikutajwa. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, Wizara ya Biashara ya China ilisisitiza kwamba italipiza kisasi dhidi ya nchi yoyote itakayochukua makubaliano hayo kwa gharama ya maslahi ya China. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.